Acha tu niamini kwamba watu wengi ambao wameshakuwa kwenye hali ambayo naipitia Emil, yani hali alionao sasa hivi, basi huenda walishakuwa kwenye situation. Ndio maana wamejua mapema sana kipi ambacho kimemsibu Emil. Nimesoma komenti zenu nyingi, wengi mnasema ni mimba. Hongereni bana dada, hongereni sana. Tunasonga mbele msikilizaji, hii ni sehemu ya 3. Asante sana kwa pamoja nami. Kumbuka ninayekusimulia hii simulizi ya binti yetu mzuri kabisa Emil ni mimi, rafiki yako Lucas Lumbas. Kwa hiyo tunasonga mbele. Okay? Yes. Baada ya Dokta kusema ya kwamba kuanzia sasa hautaki kuwa na hasira sana wala kukozika, kwa sababu hizo hasira ndio zimepelekea ukapoteza fahamu. Unatakiwa ule vizuri, matunda na mboga, na unatakiwa upumzike vya kutosha. Kwa hiyo hapo ndipo tulipoishia baada ya Emil kusema ya kwamba kwani na shida gani? Mbona unaniongelesha kama vile ni maathirika? Kwa hiyo jibu la daktari lilitoka ya kwamba hapana. Nilijua umeshajua kuhusu afya yako Emiliana, wewe ni mjamzito. Hongera sana. Daktari aliniambia, lakini nilihisi ni kama sijamsikia vizuri. Nilimuuliza kwamba una uhakika na unachokisema? Daktari akasema ndio, na uhakika kabisa wewe ni mjamzito. Nijikuta nikisema kwamba lakini haiwezekani daktari, yeye hawezi kumpa mwanamke ujauzito. Nijikuta nikiongea tu, yule mama alivuta kiti na kukaa pembeni yangu. Kwa muda ule naona alichagua kuwa rafiki na sio daktari. Yule mama akaniuliza kwamba kwa nini unasema hivyo? Nilimjibu kwa ufupi tu kwamba yeye ni hanisi. Daktari yule huku akitabasamu akasema, yeye ni hanisi alafu amelala na wewe kitandani na mkafanya mapenzi, alafu yeye ni hanisi? Daktari yule aliniuliza kama vile haelewi maneno yangu. Nikamwambia kwamba ndio, tunafanya mapenzi ndio, lakini hawezi kumaliza hata dakika 2. Daktari akasema, mpenzi, basi umeshindwa kuelewa maana ya hanisi. Huyo mwanaume ni ana upungufu wa nguvu za kiume, na ni kitu tu ambacho kinarekebishika tu. Na kama alimwaga mbegu zake ndani, basi mbegu ndizo zirutubisha yai. Yeye sio hanisi kabisa, ni mwanaume kamili na mwenye mbegu zenye afya tu. Labda kama ulikutana na mwanaume mwingine. Nikaendelea kumuuliza daktari kwamba hapana, ni yeye tu ndo nimekuwa naye kwa kipindi chote hiki, lakini ana kisukari, inawezekanaje? Daktari akasema inawezekana kabisa mpenzi, inawezekana sana. Daktari yule aliniambia, kisha baada ya mimi kutulia aliniambia kwamba ananiandalia kibali cha kuniruhusu. Baada ya daktari yule kuondoka, ni kama vile maneno yake ndio aliingia moyoni vizuri. Furaha niliyokuwa nayo sikuweza kuielezea. Leo ninaenda kumhakikishia Dennis historia nyingine ya maisha yake, kuwa anaweza kuitwa baba. Alafu nishasahau kabisa hata alionisibu mchana ule. So baada ya kuruhusiwa, nilichukua namba dereva taksi aliyenileta, ambazo alimwachia daktari kuwa ampigie kama nikipata tatizo lolote. Nilimpigia na kumwambia aje kunichukua nipeleke nyumbani. Alifurahi kuniona mzima. Nilimwelekeza, aliponifikisha nyumbani nilihesabu noti 5 za 10,000 na kumpatia. Nauli yake ilikuwa ni 8,000 tu, lakini nilikuwa nina wajibu wa kumshukuru. Baada ya yeye kukataa sana na mimi kumwomba sana, alikubali kupokea ile pesa na kunishukuru sana. Tuliagana, kisha nikashuka na kuingia getini. Ilikuwa ni yapata saa 1 kasoro jioni. Giza limeshaanza kuingia. Niliona gari la Dennis na kufurahi kuona ameshafika, kwa sababu nilikuwa nina taarifa nzuri sana za kumwambia. Niliingia ndani na kumkuta amekaa sebuleni akiangalia simu yake. Aligeuka na kuniangalia kwa macho yaliyojaa hasira hadi furaha yangu ilipotea. Aliinuka na kunifuata pale mlangoni nilipokuwa nimesimama, akasema hiki ni nini? Aliuliza kwa hasira, huku sasa akionyesha simu yake iliyokuwa ina picha yangu na Tristan tulipokuwa pale mgawani. Ni kama kuna mtu alikuwa amejificha mahali anatupiga picha. Zilikuwa nyingi, na mwisho ilikuwa ni video ya Mary
akiniletea fujo pale. Vyote Tristan alimtumia Dennis na kumwandikia ujumbe ya kwamba mwambie mke wako akae mbali na mimi. Ujumbe ulisomeka hivyo. Unajua moyo wangu ulishtuka. Ulishtuka. Kwanza hata sikujua naanza vipi kumweleza Dennis. Emiliana nakuuliza, hiki ni kitu gani? Kwa hiyo umeshanichoka, umeamua ni kunichanganya na mwanangu sasa, si ndio? Dennis alisema maneno ambayo yaliurarua moyo wangu. Yaani ni bora ningejisikiliza mapema na kukupatia talaka tu. Mbona nimejitahidi kukupatia kila kitu Mel? Mbona nimejitahidi sana? Hivi kwa nini unidhalilisha namna hii? Emil, kwa nini unaibisha hivi? Sio hivyo. Mimi hapa sio hivyo unavyoona hapa. Hapa kuna mchezo nimechezewa baba. Mchezo gani? Mchezo gani huo wa kukutoa nyumbani hadi hotelini? Na muda hujanipata taarifa? Hiyo sio kaida yako. Ina maana ni kitu ambacho yani ulipanga kuficha, si ndio? Na ninaamini una mengi sana kunieleza kuhusu ndugu wako na Mary. Dennis alisema huku akitikisa kichwa kama vile haamini. Moyo wangu ulikuwa umebaki kutoka tu kwa sababu kwa hapo sikuwa na jinsi tena. Ule ukweli niliokuwa ambao nilikuwa ninahangaika kuficha umekuja kufichuka vibaya zaidi. Unasemaga sometimes bora uzungumzie ukweli mapema kabla mtu hajajua ukweli, maana anaweza kujua kwa njia nyingine ikawa ni ngumu sana kukuelewa wewe kwamba kwa nini kumwambia mapema. Dennis alikuwa na hasira. I say huyu baba. Lakini alitaka kujua ukweli wote usiku ule ule. Kila baada ya dakika kadhaa nilijikumbusha kufungua kurasa mpya ili angalau mtu aliyoko pembeni yangu ajue nilikuwa ninasoma, lakini kiukweli akili yangu haikuwa pale. Nilikuwa nimekaa kwenye benchi uwanja wa ndege nikisubiri muda wa ndege yangu kuondoka. Ni siku 4 tangu ule usiku niliogombana na Dennis. Sikuweza kuendelea kuficha. Sikuweza kuendelea kumficha kabisa, au labda niseme nilichoka kuficha siri. Nilimwambia kila kitu. Kuanzia mahusiano wangu na Tristan, maisha yangu na familia yangu, jinsi Mary na Tristan walivyonisaliti. Nilimweleza kila kitu. Na kwa kweli sijui aliwaza nini, lakini mwisho aliniuliza kitu kimoja tu ambacho hata mimi mwenyewe sina jibu lake. Bado nampenda Tristan? Nilibaki kimya kwa sababu hata mimi mwenyewe nilianza kujiuliza, je, ninampenda au simpendi? Kwa kweli sijui ninavyojisikia juu ya Tristan. Dennis alipoona nimekaa kimya, sijampa jibu, aliinuka na kuondoka. Hakurudi usiku ule. Nikadhani labda ni hasira tu. Labda hasira yake ikitulia tutaweza kuongea, lakini haikuishia hapo. Kesho yake hakurudi tena hadi usiku. Nilijaribu kumpigia lakini kila wakati alikata, na wakati mwingine aliamua tu kuacha simu yangu iite hadi mwisho. Jana zilitimia siku 3 bila yeye kuja nyumbani wala kunitafuta. Hiyo ilitosha kabisa kunifanya nielewe kwamba mimi ndo ninaye lazimisha mambo. Kuanzia mwanzoni mwa hii ndoa, Dennis alitaka kunipa talaka. Lakini mimi ndo nilazimisha mara sijitupeane mwezi mmoja. Nilijiona kama Mungu kwamba ningeweza kumbadilisha, lakini haikuwezekana. Yaani mtu alivyo ndivyo alivyo. Na Dennis hakutaka kunifanya mke wake kuanzia mwanzo. Jana usiku niliamua kuachilia kila kitu kwa mara ya pili kwenye maisha yangu. Niliamua kuanza upya kabisa. Niliamua kuachana na Tristan na familia yake yote. Na kwa mara ya kwanza kabisa nikaamua kujitenga na familia yangu rasmi. Najua hata nikipeleka malalamiko bado watakuwa upande wa dada yangu. Sasa kwa nini sasa? Yaani kwa nini nikazani kuangangania wakati kila wakati walinionyesha kwa vitendo kuwa mimi sifai kuwa mtoto wao?
Sasa tangazo lilitoka likisema kwamba abiria wanaotegemea kwenda Arusha kwa ndege ya saa 4:30 ni muda wa kuondoka sasa. Tangazo hilo linifanya nitabasamu tu na kuinuka na kuelekea kwenye ndege ambayo ilikuwa inatusubiri. Niliingia na kukaa kwenye siti yangu ya dirishani. Moyo wangu ulikuwa ni mzito sana, lakini najua hii ndo njia ya pekee. Tangu nijue kuwa mimi ni mjamzito, nimekuwa nina ujasiri wa ajabu sana. Mwezi mmoja uliopita, hata kama ningekuwa na pesa kama sasa, bado nisingepanda ndege. Ni bora nikae kwenye gari siku nzima kuliko kulipia tiketi ya ndege. Lakini tangu nimekuwa mjamzito, ninafanya vitu ambavyo sio kawaida yangu. Nilipokuwa Kia, uso wangu haukuweza kuficha tabasamu langu nilipomwona Timothy akinisubiri. Ni leo asubuhi tu ndo nilimpigia simu, lakini ameweza kufika kunipokea. Timo akasema ya kwamba hatimaye mwana mpotevu umerudi. Alisema hivyo kwa akinikumbatia. Nikasema ya kwamba asante kwa kuja Timo. Akaniambia kwamba Emil, unasahau namna ulivyo muhimu kwangu. Ananiambia hivyo kisha akachukua mabegi yangu. Timo akasema kwamba hebu tuende nyumbani kwanza, una maswali mengi sana kunijibu. Timo aliniambia hivyo huku sasa akinipeleka kwenye gari ambalo alikuja nalo. Baada ya nusu saa tuliingia Arusha mjini na tukaelekea kwangu. Timo alinifikisha hadi getini. Alinisubiri hadi nikafungua mlango, akanisaidia kuingiza vitu vyangu ndani. Kila sehemu ilikuwa ni vumbi tu, yani ilikuwa kuna vumbi. Afu mimi mwenyewe nilikuwa nimechoka sana na nilikuwa na usingizi. Kulikuwa hata maelezo. Tulianza kufanya usafi, lakini nilikuwa ninasinzia hata nikisimama. Na hata naamini uso wangu ulionyesha namna gani nimechoka. Sasa Timo akasema ya kwamba Emil, hivi kwa nini usiende tu kunisubiri kwenye gari nikusaidia kufanya usafi hapa? Nikasema kwamba hapana Timo, umenisaidia sana, so siwezi kukuacha ufanye hivi tena. Nilisisitiza sasa nikijikaza na kuanza kubadilisha shuka kitandani. Sasa Timo akasema ya kwamba hakuna unachofanya zaidi ya kusinzia tu na kujitesa. Hebu kanisubiri basi kwenye gari, mimi nitamalizia hapa haraka. Aliniambia hivyo. Nilikuwa nimechoka sana. Niliona hii nafasi nzuri ya kupumzika. Madam nimemwambia sisitiza basi hakuna shida. Nikasema tu asante Timo. Nilimwambia hivyo kisha nikatoka na kwenda kwenye gari, kukaa kwenye gari huko. Nilikaa siti ya nyuma na kujinyoosha kisha nikalala. Sasa sauti ya Timo ilikuja kunitoa usingizini. Timo akiniambia kwamba twende ukalale ndani. Na aliniambia kwa sauti ya kubembeleza. Niliinuka na kujikaza. Unajua hii mimba inanisaidia sana kipindi hiki. Kichwa changu kina mawazo mengi, lakini mwili wangu unataka kupumzika. Kama isingekuwa hii mimba, nina uhakika nisingepata usingizi kabisa. So nilifika ndani na kukaa kwenye kochi. Timo akasema kwamba Emil, unaumwa au? Mbona uko hivi? Kama unajisikia vibaya nikupeleke hospitali. Timo aliniongelesha kwa pole tu, tena kwa kujali. Huyu ndo familia pekee niliyobaki nao kwa sasa. Nikamwambia kwamba hamna Timo, nimechoka tu. Timo akasema haya, ngoja basi mimi nikatafute chakula. Haya, unataka kula nini? Nikamwambia kwamba nataka kula pilau. Msikilizaji, mdomo wangu ulijaa mate nilivyowaza pilau. Nikamuuliza kwamba nataka pilau ya kwenye ile hoteli ya pale kona. Nilimweleza hivyo. Ni muda sijala ile pilau, na ile hoteli bwana wanapika pilau tamu sana, sijawahi kuona maishani. Timo alitabasamu akasema sawa. Nikuwekea kuku au mbuzi? Nikamwambia kwamba niwekee kuku. Timo akasema sawa, nenda basi kitandani ulale, afu mimi nikirudi nitakuamsha. Basi sikubisha. Niliinuka na kuelekea chumbani. Nilipojirusha tu kitandani, usingizi ulinichukua. Yaani hata mimi sikusikia muda Timo aliporudi. Alikuja na kuniamsha kuwa ameshaleta chakula. Niliinuka na kwenda sebuleni. Alikuwa ameshaweka chakula kwenye sahani na amekipanga mezani. Chakula chake na changu. Yeye alichukua wali wa nyama na mimi aliniletea pilau na kuku. Tena kuku mwenyewe alikuwa amekaangwa. Nilikunja sura baada ya harufu mbaya sana kuja puani kwangu. Kwanza nilikaa mbele ya ile pilau. Ilikuwa na sura nzuri, lakini ilinuka vibaya sana. Sasa Timo akasema nini shida? Nikamuuliza kwamba pilau ni ya lini? Timo akasema hii ni ya leo na wameichota jikoni kabisa hii.
Ainieleza. Niliamua kujikaza na kuweka kijiko mdomoni nikiamini labda pua zangu ndo nini? Zina shida. Niliinuka haraka na kukimbia chooni kwenda kutapika. Oya, ile pilau ilikuwa imeoza. Nani anauza pilau iliyooza? Sasa nijisikia vibaya nikamwambia Timo kwamba Timo, hiyo pilau imeoza. Pilau imeoza. Niliongea hivyo huku sasa nikikunja sura. Yaani nilikuwa narudi kutema mate kila wakati nikijaribu kuiondoa hiyo ladha mbaya mdomoni. Timo aliniangalia bila kunisemesha kitu. Aliniletea maji. Nilikunywa haraka na ile ladha mbaya kakata. Timo alionja ile pilau kisha kanitazama. Timo akasema ya kwamba mbona haina shida kabisa. Kama hujaipenda basi kula huu wali wangu. Nikasema sawa, kaa mbali na mimi na hizi pilau zako. Timo alicheka, lakini aliinuka na kwenda kukaa kwenye sofa. Nilifungua madirisha ili ile harufu ya pilau itoke. Ilikuwa ni kama vile kuna panya aliyeuza ndani. Sasa nilimwambia Timo kwamba Timo, njoo chue, mimi sitaki mamichuzi, njoo. Nilimwambia hivyo Timo ambaye alikuja akinishangaa tu. Timo akasema, wewe, tangu lini hupendi michuzi Emily? Tangu lini? Nikamwambia kwamba tangia leo. Nilimwambia hivyo. Alikinga sahani yake, nikamwekea wali wote ambao ulikuwa na mchuzi. Nilikula ule wali mkavu na kuku wa kukaanga. Chakula kilikuwa kitamu sana. Sikutamani hata kiishe. Nilimaliza kula na Timo naye alimaliza na kuosha hizo sahani sababu alijua sitaki hata kuona pilau. Asa Timo akaniuliza kwamba Emily, naomba niambie basi una tatizo gani? Alafu mbona mimi sikuelewi? Mara chakula kina harufu mbaya, mara sijiupendi michuzi. Emily, naomba nieleweshe, kuna shida gani? Timo alisema hivyo alipokuja kukaa pembeni yangu. Niliwaza kidogo lakini sikuona haja ya kumficha Timo. Yeye ndo ndugu pekee niliyebaki naye. Nilimweleza kila kitu, kuanzia kuachana kwangu na Tristan, kuhusu Mary, kuhusu familia yangu na kuhusu Dennis. Na ujauzito ambao sikumwambia Dennis kwa sababu najua hawezi kuniamini. Yaani kwenye situation kama hiyo wewe unaanzaje kumwambia musika wakati ana ushahidi wa picha kuhusiana na ukaribu na mwanamume mwingine? Tena mwanamume anasema mwambie wewe mwanamke wako akembali na mimi. Yaani unaanzaje kumwaminisha? Na muda huo anajijua kwamba yeye sio mzuri katika engo fulani. Unaanzaje kumwaminisha? So baada ya kumweleza hivyo Timo alinikumbatia na kuniacha nilie kifuani kwake. Timo akasema kwamba nipo hapa kwa ajili yako Emily, wala hata usilie. Mimi nitakuwa chochote unachotaka hata ikinibidi kuwa baba wa mwanao. Timo aliniambia hivyo. Nitabasamu nikamwambia kwamba kwa nini nakuwa hivi yani? Kwa nini yani ninapojaribu kupenda kila ninapohisi nimepata furaha mambo yanaribika? Kwa nini? Dennis hawezi kuniamini lakini tumboni na mwanae. Yaani mimi naapa juu ya mtoto wangu aliyoko tumboni sijawahi kukutana mwanamume mwingine yote tangu niolewe na Dennis. Nilijitoa kwake, niliamua kuwa mwaminifu kwake hata kama haja zangu hazikuridhishwa zote, lakini maadamu yeye aliridhika na kufurahi ilitosha kwa sababu niliamua kuwa naye, niliamua kumpenda, niliamua kuwa na familia pamoja naye. Lakini ameondoka bila hata kunisikiliza. Akwaza hata moyo wangu utajisikiaje? Timo, nimechoka kuumizwa na wanaume. I'm tired. Nivuta pumzi na kufunga macho, nikiacha machozi yatiririke mashavuni kwangu. Sasa Timo akasema, Emily, ninaumia kwamba haunioni. Hauoni upendo wangu kwako. Kwa maisha yangu yote sijawahi kuona mwanamke kwa sababu wewe ndio nilikupenda. Nilikuwa nikikusubiri nipate nafasi ya kuwa na wewe. Timo alicheka kidogo kujaribu kuficha maumivu yake. Kisha akaendelea kusema kwamba najua huu sio wakati mzuri sana wa kukuambia hisia zangu, lakini mimi siwezi kuendelea kukuona ukiteseka hivi na watu wasiojua thamani yako. Sitaki unijibu kitu Emily. Mimi ninachotaka tu ni unipe ruhusa ya kuwepo maishani mwako na kukuhudumia, kukupatia furaha. Uniruhusu kukutendea kama moyo wako ama moyo wangu unavyotamani.
Timo aliniambia hivyo kisha akabusu paji langu la uso. Mimi Timo sikuwahi hata kumwazia hivi. Siku zote nilimuona tu kama mpiga picha mwenzangu tu. Tulikaa vile kwa muda nikiacha amani ile initawale. Baadaye Timo alitoa wazo tuangalie movie. Kuna moja ambayo alitaka tufuatilie pamoja. Ilikuwa nzuri sana, inachangamsha sana. Giza lilipoingia, aliniletea tena wali mkavu na kuku, na alichukua wali maharage na kuku. Aliniletea juice pia. Sasa baada ya kula tuliangalia movie hadi niliposinzia. Nilipoamka asubuhi, Timo hakuwepo. Niliinuka na kuingia bafuni kuoga na kupiga mswaki. Angalau uchovu ulipungua. Nilihisi kama vile inaweza kufanya kazi. Baada ya muda Timo alirudi na alirudi na kifungua kinywa. Baada ya kula tulikaa na kujadili masuala ya kazi. Japo Timo alikataa kabisa mimi kufanya kazi, lakini mimi sikukubali. Nilazimisha kufanya kazi. Mwisho akawa na jinsi mbili tu kubali, lakini alisema kwamba awamu hii itakuwa tofauti. Mimi ndo nitakuwa nafuatana naye. Sasa mimi sikuwa na malalamiko zaidi sababu angalau ninaweza kufanya kazi. Alinionyesha kazi kadhaa alizofanya kipindi ambacho sikuwepo na mimi nilimuonesha. Kila mtu alimfurahia mwenzake. Tulikubaliana kuunganisha kampuni zetu na itatusaidia sana. Wateja wangu wengi walipopata taarifa nimerudi Arusha, walianza kunitafuta. Timo na mimi tulianza kuwa busy tena na awamu hii ilikuwa maradufu. Niweza kufanya kazi vizuri tu. Na kwa sababu tumbo bado halikuwa limetokeza, so nilikuwa kama kawaida tu. Mwezi mmoja baada ya kuanza kazi pamoja, ni kama vile mimi na Timo tuliishi nyumba moja tu. Kwa sababu Timo alilala kwangu mara nyingi kuliko alivyolala kwake. Japokuwa alilala sebuleni kwa sababu nilikuwa na chumba kimoja tu. Sasa Timo aliniambia kwamba Emil, hivi unaonaje ukihamia kwangu? Timo alinieleza hivyo, afu hiki ni kitu ambacho mimi sikuwa hata kukiwaza. Hapana, siwezi tena kuishi na mwanaume. Nilimwambia Timo kwamba nisamehe sana Timo, lakini siwezi. Kwani tukiendelea kukaa hivi kuna shida gani Timo? Timo akasema, naelewa unavyowaza. Mimi siwezi kukuvunjia heshima Emil kama mwezi wote tumekaa hapa na sijawahi hata kugusa. Mimi ninachomaanisha ni kwamba kwangu kuna vyumba vingi. Hivyo utakaa chumbani kwako wala hata usiwaze. Lakini na studio itakao tuwezesha kufanya kazi vizuri zaidi. Kuona kwamba sana Emil. Na unajua siwezi kukuacha mwenyewe. Timo aliniambia hivyo, nilivuta pumzi. Akili yangu ilishaamua, lakini siwezi kuonekana nimekubali haraka hivyo. Nikamjibu tu Timo kwamba sawa. Haikuchukua muda tulianza kukaa kwake. Kwake kulikuwa ni kuzuri zaidi. Alikuwa na chumba alichokitenga kwa ajili ya kazi. Nyumba yake ilikuwa kubwa tu yenye vyumba 4. Nilipatiwa chumba changu, lakini mazoea kati yangu na Timo yaliongezeka haraka sana. Miguu yangu ilianza kuvimba mapema sana hata kabla tumbo langu halijatokeza. Nilikuwa naumwa viungo na Timo alikuwa akinikanda miguu kila siku jioni. Alinichua mikono, shingo, hata tumbo. Akinipikia, akinilisha, na moyo wangu ulijikuta ukimuelewa sana, sana tu. Siku moja alikuwa akinichua miguu yangu iliyokuwa imevimba. Hiyo siku bwana nilikuwa nina hamu sana ya mipinduko. Nina hamu sana. Yaani sijata nikwambiaje. Nilikuwa na hamu sana mipinduko. Nadhani ushanielewa. Nijitahidi sana kukataa asinichue, lakini alisisitiza baada ya kuona miguu yangu ilivyovimba. Nijikuta tu nikitoa tu miguu na mahaba. Japo alikuwa akinichua miguu tu, lakini nijitahidi sana kujizuia, lakini woi, sikuweza. Nijikuta nikiendelea kutoa miguu na mahaba huku nikiita jina lake. Na wakati huo nikifumba macho yangu na kulegeza miguu yangu. Timo akaniambia kwamba Emil, usipoacha kutoa hizo sauti, ninaweza kufanya kitu ambacho wote tutajutia kukikucha. Timo, sidhani kama nitajutia. Nilimjibu, lakini nilijutia tu hayo maneno yalipotoka mdomoni kwangu. Ni kama vile ubongo wangu uliacha kufanya kazi. Hivyo nilikuwa nikifikiria kwa hisia zangu tu. Timo alinionya, akaniita Emiliana. Nikaitika kimahaba nikisema naam Timo. Nitoa sauti ya mahaba. Tena Timo mwenyewe aliponigusa mguu, we! Timo akasema kwamba siwezi kuendelea kufanya hivi Emil. Timo aliniambia na kuinuka ili aondoke, lakini nilimdaka mkono na kumzuia, nikasema ya kwamba no. Akaniambia Emil, naomba uniache. Nikiendelea kukaa hapa uvumilivu utanishinda.
na tulikubaliana sitakuvunjia heshima. Nataka nikusubiri hadi utakapokuwa tayari kwa moyo wako wote. Timo alivyosema hivyo nikasema ya kwamba niko tayari Timo. Nilimjibu, nitamani hata niuzuie mdomo wangu usiongee, lakini woi, hisia za mwili wangu zilinizidi. Timo akasema, una uhakika Emiliana? Timo aliniuliza huku macho yake akionyesha namna gani alivyotamani mwili wangu. Nami nikasema ya kwamba yes Timo, nina uhakika. Nilimjibu haraka huku sasa nikinuka na kumsogelea. Timo alinizuia akasema kwamba Emil, una uhakika hizi sio hisia tu za mwili wako? Una uhakika hautajutia kukikucha? Nikamjibu kwamba na uhakika baba. I need you. Nakutaka kama unavyonitaka. Nilimjibu huku sasa nikimvuta kwangu. Timo alinizuia. Alinibeba na kunipeleka chumbani kwake akaniweka kitandani. Sasa Timo akasema kwamba nipe muda kidogo nioge angalau nitoe jasho langu la siku nzima. Timo aliniambia hivyo na kuingia bafuni. Nilibaki pale kitandani nikihesabu dakika. Nilikuwa nimevaa gauni langu la kulalia, hivyo ndani sikuwa nimevaa kitu. Mwili wangu ulikuwa ni wa moto, umejaa hisia. Nilijaa hisia hadi nilihisi naumwa. Timo alitoka bafuni na tabasamu. Alipanda kitandani akiwa vile vile na taulo lake kiunoni. Niliharakisha kuizungusha miguu yangu kiunoni mwake. Mdomo wake ulikutana na kwangu kwa mara ya kwanza katika maisha yetu na sikuweza kuzuia sauti iliyonitoka. Kila sehemu alionigusa iliitika. Timo akasema kwamba Emil, haujui ni kwa namna gani tu nimesubiri hii siku ambayo utakuwa wangu. Emil, naomba uniahidi kwamba baada ya leo wewe ni wangu tu. Wewe na mwanao wote ni wangu. Niahidi Emil. Timo aliniambia huku akinibusu macho yangu na kuiendea midomo yangu. Nikasema kwamba mimi ni wako Timo, I promise you. Msikilizaji, maneno hayo alipotoka tu mdomoni kwangu, Timo aliziba pengo katikati ya mili yetu. Mikono yangu ilikuwa ni ya nguvu na sikuweza hata kujizuia kabisa kutokana na raha zote ambazo nilikuwa ninazisikia. Timo mwenyewe alifanya kadri alivyoweza kuniridhisha kuliko kujiridhisha mwenyewe, na huo ndio ukawa mwanzo wa mahusiano yetu. Mahusiano yangu na Timo yalipelekwa na hisia zangu tu. Timo alikuwa ananisikiliza kwa kila nilichotaka. Furaha yangu na afya yangu ndo vilikuwa kipaumbele chake. Kuna siku aliacha kuchukua kazi ya harusi kwa sababu tarehe ya harusi ilikuwa tarehe yangu ya kliniki. Nilimshawishi sana kuwa ninaweza kwenda mwenyewe na nitaenda na taksi, lakini alikataa katu. Ilibidi nikubali tu. Baada ya kama wiki 3 tangu mahusiano yetu yaanze, nilianza kutapika. Ni kama vile ujauzito ulianza tena. Kila kitu nilichokula nilikitapika. Timo alichanganyikiwa sana. Alinipeleka hospitali ambapo nilipewa dawa za kutumia. Zilinisaidia kidogo, lakini bado niliendelea kutapika. Timo hakuweza kufanya kazi. Kazi yake mpya ilikuwa ni kudeki matapishi na kunilisha. Mwili wangu haukuwa na nguvu kabisa. Nakumbuka vizuri siku nilitapika kila kitu hadi nilikuwa sina nguvu tena. Nilipofikishwa hospitali, daktari alinitazama tu na kunikabidhi kitanda. Timo alimtazama daktari kama vile anaongea lugha isiyoeleweka, kama vile ameota mapembe kichwani. Daktari alisema ya kwamba kwa hatua aliyofikia, mwili wake unapambana na mimba alionayo. Ndio sababu anaumwa kiasi hiki. Kwa ushauri wangu ni bora kutoa hii mimba mapema kabla hajapata matatizo zaidi. Timo akajibu ya kwamba nini? Hapana. Emile hata unisamehe nikiruhusu mimba hiyo itolewe. Daktari akasema basi itabidi tuchukue vipimo vyako vya damu. Inawezekana damu yako imepelekea hii hali. Daktari alimwambia Timo akijua yeye ndiyo baba. Timo naye akajibu kwamba lakini mimi sio baba mtoto. Timo alijibu hivyo huku moyo wake ukiuma. Alitamani awe baba wa mtoto yule. Daktari akasema kwamba basi tungependa tumfanyie vipimo baba wa mtoto. Timo akasema sawa, nitawasiliana naye. Timo alijibu hivyo huku akili yake ikianza kuzunguka. Daktari akasema kwamba ikiwezekana hivyo vipimo vipatikane leo, ikichelewa sana kesho. Hana muda mrefu. Daktari alimwambia hivyo Timo kisha kaondoka. So Emil alikuwa hajitambui. Anapumulia mashine tu. Ni kama utani, lakini maisha yake ni ya mwanae ilikuwa hatarini. Timo alizidi kuchanganyikiwa. Alianza kuwaza atampata vipi Dennis. Baada ya kuwaza sana, aliamua kuangalia kwenye simu ya Emil.
Haikuwa ngumu kabisa kupata namba kwa sababu namba ilikuwa imeseviwa kwa jina lake kabisa, Dennis. Timo alinakili ile namba kwenye simu yake na kumpigia. Simu iliita mara kadhaa kisha ikapokelewa. Ilikuwa ni kama saa 11 jioni. Hello. Sauti ya Dennis ilisikika upande wa pili. Naongea na Denson Mluga? Ndio, sijajua naongea na nani. Unaongea na Timo, rafiki wa Emil. Emil yuko hospitali, hajitambui. Timo alisema hivyo japokuwa moyoni alitamani ajitambulishe kwa cheo chake halisi kuwa yeye ni mpenzi wa Emil. Sijaelewa, yani kwa nini unaniambia kuhusu Emil? Mimi na yeye hatuhusiani tena. Emil hanihusu. Mimi sina muda wa kukaa na wanawake waongo. Hebu acha upuzi wako bwana. Unambebesha mwanamke mimba alafu unakuja kumuita mwongo. Sitaki kukujua kuhusu nyie wala kilichowapelekea kuachana, lakini nadhani ni vizuri kumheshimu mama wa mtoto wako. Na ukizingatia anakufa kwa ajili ya mimba yako. Timo aliongea kwa hasira sana. Haiwezekani. Haiwezekani ese. Naomba nisikilize kwa makini. Mimi siwezi kumpa mwanamke mimba. Amekudanganya huyo mwanamke. Nimeshakwambia ni muongo, lakini haunielewi. Sidhani kama kuna mtu atadanganya wakati maisha yake na mtoto wake yako hatarini. Emil anaweza kuwa vitu vingi, lakini Emil sio muongo. Sijui hata kwa nini ninapoteza muda, lakini tunahitaji vipimo vyako vya damu kwa sababu wewe ndio baba wa mtoto. Timo hakumaliza sababu alikatishwa na Dennis aliyemjibu ya kwamba nimeshakwambia haiwezekani mimi kuwa baba wa mtoto. Inaonekana Emil alijua kabisa jinsi ulivyompuuzi. Ndio maana hakutaka kukuambia. Na kama maisha yake asingekuwa hatarini, kamwe usingejua kama ana mimba. Usingejua kama ni mimba yako, sababu tungeishi kwa raha. Ningemlea mtoto kama wa kwangu. Lakini wewe ndio baba pekee wa mtoto ambaye Emil amemtaja, na Emil damu yake ni hasi. Hivyo daktari anahisi huenda damu yako ni chanya. Na mwili wako unapigana mimba kwa sababu hata huyo mtoto mwenyewe atakuwa chanya. Hiyo mimba haiwezi kuwa yangu kwa sababu mimi damu yangu ni hasi. Na Emil aliporudi alikuwa ni mjamzito tayari. Kwa hiyo inatosha kujibu swali lako. Nategemea utanipa majibu. Uwe na siku chanya. Damu yangu ni B chanya. Dennis alijibu haraka na kumkatisha Timo. Timo alitabasamu tu na kukata simu bila kumjibu chochote. Baada ya Timo kukata simu, ujumbe mfupi kutoka kwa Dennis uliingia ukimwambia kitu ambacho ameshamwambia mwanzo kuwa damu yake ni chanya. Timo aliangalia tu, hakumjibu kitu. Alipeleka taarifa kwa daktari ambaye alimpa Emil matibabu na afya yake ilianza kuwa njema tena. Hata baada ya kuwa vizuri, daktari alimwambia mimba yake imesumbuliwa na mashambulizi kutoka mwilini mwake. Hivyo iko hatarini kutoka. Hatakiwi kufanya kazi ngumu wala kutembea umbali mrefu. Anatakiwa apumzike vya kutosha. So tangu Dennis awasiliane na Timo, alijaribu kumtafuta Emil, lakini hakumpata kwa sababu Emil alikuwa amemblock. Hivyo alimsumbua sana Timo. Mara moja Timo alimjibu na maneno mawili tu kwamba anaendelea vizuri. Jambo hilo lilizidi kumchanganya Dennis. Alitamani amsikie sauti angalau. Dennis aliamua kwenda kwa baadhi ya madaktari kujua hatima yake kama ni kweli ana uwezo wa kumpa mwanamke ujauzito. Na daktari alimwambia kwamba vipimo vyetu vinaonyesha kwamba mbegu zako zina afya njema tu. Hivyo zikifanikiwa tu kuingizwa kwenye uke wa mwanamke, zina uwezo kabisa kurutubisha yai. Dennis alinama chini, hakuamini kuwa kwa sasa mke wake Emil ana ujauzito wake, na yeye alimfukuza, hakumpata nafasi ya kumsikiliza. Alihisi kama kuchanganyikiwa vile, lakini mawazo yalimrudia kuhusu mtoto wa kaka yake ambaye ni Tristan. Labda yawezekana ni mimba Tristan, lakini Timo amemwambia Emil yuko mahututi na sidhani kama kuna mtu anaweza kudanganya wakati anakaribia kufa kama asiposema ukweli. Zilikuwa zimebakia wiki 3 kufikia harusi ya Tristan na Mary, na wiki ile ndo walitegemea kuwa na kikao cha mwisho cha kamati kabla harusi. Tangu alivyogombana na mkewe Dennis hakuwahi kuhudhuria tena vikao. Kila wakati alitoa sababu. Tristan alimtafuta na kumwomba msamaha. Ilimchukua Dennis nguvu nyingi sana kuweza kujizuia kumrukia mwanae na kuanza kumpiga. Maneno ya mkewe Emil yalijirudia akilini mwake na kumkumbusha kuhusu afya yake kuwa akipata kidonda itakuwa ni ngumu kupona. Kwa sababu gani? Ana kisukari. Hivyo aitunze afya yake. So baada ya Tristan kumsumbua sana babake mdogo na kumwomba msamaha, Dennis alikubali kuchangia harusi ya Tristan upya, lakini hakumrudisha Tristan kazini.
Sasa Dennis alimuuliza Tristan ambaye alikuwa amekaa ofisini kwake ya kwamba hicho ndio utakachopata Tristan. Kama hautaki mchango wa harusi basi hautapata kitu chochote kutoka kwangu. Tristan alilalamika akasema kwamba lakini baba mdogo, sasa nikishaoa mimi nitamlisha nini mke wangu kama sina njia ya mapato? Dennis akasema kwamba hiyo hainihusu Tristan. Wewe ndio uliamua kuoa, ulitakiwa uwe umejipanga. Tristan akasema kwamba mimi nilikuwa nimejipanga baba mdogo hadi uliponitoa kazini. Ndio maana nakuomba unisaidie kurudi. Mimi nakuahidi nitafanya kazi kwa bidii zaidi. Dennis akasema basi tafuta kazi nyingine. Usidhani kwamba mimi nimesahau kuwa wewe na huyo unayetaka kumooa mmenigombanisha mimi na Emily. Dennis aliongea na kuona sura ya Tristan ikibadilika na tabasamu kidogo likitokea usoni kwake. Tristan alikaa kimya kwa muda, akasema kwamba sawa mdogo. Tristan alikubali hatima yake na kukubali kuondoka. Sasa Dennis alitikisa kichwa na kukumbuka tabasamu la Tristan alipomkumbusha kuwa yeye ndio chanzo cha ugomvi baina yake na mke wake. Maongezi hayo yalifanyika mwezi mmoja uliopita. Tangu siku Dennis hakuonana na Tristan. Lakini baada ya majibu aliyopewa hospitali, alijikuta akimwamini mke wake. Alianza takusi huenda ni kweli Emily alichezewa rafu na Tristan, na alidhamiria kujua ukweli wote. Sasa Dennis aliamua kuanza na Mary, dada yake Emily na mke mtarajiwa Tristan. Alimpigia simu na kukubaliana kukutana naye, huku akimwambia asimpe Tristan taarifa yoyote kwa sababu alikuwa akimwandalia zawadi, hivyo alitaka msaada wa Mary. Sasa Mary alimwamini na wakakubaliana kukutana mida ya saa 10 jioni. Mary akitoka kazini ndo akutane. Mary hakuwa na mazoea na Dennis, hakuwa kabisa, yani ni alimheshimu na kumuogopa kama baba mkwe wake. Shikamo baba. Mary alimsalimia Dennis kwa heshima walipokutana kwenye mgahawa waliokubaliana kukutana. Marahaba mkwe, mambo yanaendaje? Salama baba, namshukuru tu Mungu kwa kweli. Maandalizi yanakwendaje? Umeshapata vitu vyote unavyohitaji? Asilimia kubwa vitu vimeshapatikana, hapa tu nimebakiwa na kutafuta viatu tu. Sawa, mimi sitaki kuzunguka sana mbuyu, nitakwenda moja kwa moja kwenye shida yangu. Miezi kadhaa iliyopita niliachana na mke wangu ambaye ni mdogo wako. Yote hiyo ilitokana na video ambayo nilitumiwa na Tristan. Na kwenye video ulionekana wewe ukimnasa makofi ya Mel. Nataka kujua ni kwa nini ulikuwa na hasira naye kiasi kile cha kumwaibisha vile mbele za watu. Dennis alijitahidi sana kuongea kwa utulivu japo moyo wake ulijaa hasira. Mikono yake ilikuwa ikimwasha, alikuwa akijizuia sana kumnasa Mary vibao, hasa pale alipoanza kumtukana na kumwongelea vibaya mdogo wake. Yaani baba, Emily sio mdogo wangu tena, yaani wala sio mtoto wa familia yetu. Ameshatukataa familia yote. Mtu anawakataa hadi wazazi wake jamani, Mama yangu ameshamtafuta sana lakini inaonekana labda yaani ni kama ametublock hivi au amebadili namba. Miezi 5 imepita tangu akanyage nyumbani. Mara mwisho alikuja kwenye mahari yangu na aliondoka katikati ya sherehe na hajarudi tena. Hebu wewe mwenyewe jiweke kwenye nafasi ya wazazi. Mary aliongea akionyesha kuwahurumia wazazi wake kwa kuwa na mtoto kama Emily. Kwa hiyo itakuwa wazazi wanampenda sana, si ndio? Mimi siwezi kusema kwamba eti wanamchukia, lakini hawafurahii maisha anayoishi. Kwa nini? Dennis aliuliza huku akinywa juisi yake taratibu. Ndio kitu pekee kilichomsaidia kujizuia asimnase makofi Mary. Kazi yake ya kupiga picha. Unajua mamangu anaiona ni kama kazi ya uhuni sana. Na hata baba pia anaiona hivyo hivyo. Na walishamwambia aache hiyo kazi na kufanya mambo ya uhasibu aliyosomea, lakini Emily alikataa kabisa. Aliamua kuendeleza kiburi chake. Na ilikuwa kila siku ni ugomvi tu nyumbani. Yaani kampani yake kubwa ni wanaume, sababu hao si ndio wapiga picha wengi. Sasa mama aliona hiyo tabia kama ukahaba. Kwa hiyo akawa sasa ni akigombana na Emily kila siku. Mwisho Emily aliondoka nyumbani na kuhamia Arusha. Tulikuja kujua ameenda Arusha miezi 6 hivi baada ya yeye kuhamia. Naona unajikusu hiyo kazi ya Emily. Mimi mwanzoni mimi sikuwa na shida sana hadi alipoanza kunionea wivu. Kila nilipofanikiwa alizidi kujiweka mbali na mimi. Sasa kama mtu ana elimu yake nzuri kabisa lakini ameamua kuzunguka mtaani na kupiga watu picha, kwa nini anichukie mimi ambaye nimeamua kuifanya kazi, yani kazi ya elimu yangu niliyosomea? Mary aliongea kwa dharau sana. Dennis aliamua kubadili mada.
sababu aliona akiendelea atashindwa kujizuia, atamramba makofi sasa hivi. Okay, ile siku ulipomnasa makofi ilikuwaje? Mpenzi wangu Tristan, unajua amekuwa akiniambia muda mrefu tu kuwa Emily anamsumbua, na mimi nimekuwa nikimwambia jitahidi kumpotezea sababu ni aibu mimi na Emily kugombana kisa mwanaume. Lakini sasa mambo yamebadilika. Tristan alipofukuzwa kazi ni mambo yalibadilika kabisa. Aliniambia kwamba Emily amekujaza maneno na ndio sababu iliyochangia yeye kufukuzwa kazi. Hasa baada ya Tristan kufukuzwa kazi, Emily alikuja akimsumbua na kumtishia kuwa atajikuta anakosa kila kitu kama asiporudiana naye. Kwa hiyo ile siku Emily alimwambia Tristan wakutane hotelini ili kupasha viporo vyao. Hasa baada ya Tristan kuniambia, nilimwambia aende alafu mimi nitakwenda kumfundisha somo. Na nilipokwenda muda ule, mimi nishangaa kumkuta Emily yupo kweli. Hivyo mimi sikuweza kujizuia tena. Anajaribu kunibia mwanaume wangu mchana kweupe. Sasa ilibidi mimi nimtikise ubongo kidogo, labda ungerudisha akili yake na kumkumbusha kuwa Tristan ni mume wangu mtarajiwa. Mimi najua tu Emily ananionea wivu, lakini sikujua kama amefikia tu. Inatosha. Dennis alishindwa kujizuia tena na kujikuta akimfokea Mary na kumkatisha. Mikono yake ilikuwa ikitetemeka kwa hasira, macho yake yalikuwa ni mekundu. Mary alimtazama na kuogopa. Hebu ondoka hapa. Dennis alimfukuza Mary huku akigeuka na kumpa mgongo. Aliona ndio njia pekee itakomsaidia kujizuia na hasira zake. Mary aliinuka haraka na kuondoka bila kusema chochote. Moyo wa Dennis ulichanika. Alikuwa na hasira juu yake mwenyewe. Mwanamke pekee aliyempenda na kujitoa kwa ajili yake kwa ajili ya ndoa yao. Mwanamke pekee ambaye alikubali kukaa naye bila kujali upungufu wake wa sekta muhimu sana ya mahusiano, sekta ya kitanda. Emily hakujali vyote hivyo, alijali tu kuwa na Dennis maskini. Lakini hakumpa hata nafasi ya kumsikiliza pale Emily alipomwomba hiyo nafasi. Dennis alijichukia sana. Alitamani hata angeweza kurudisha siku nyuma. Aliamua kumalizana na hayo mambo siku hiyo na kutaka kabisa kuliacha lilale. Alimpigia Tristan na kumwambia wakutane. Tristan alitoa visingizio kuwa anajiandaa na kikao ambacho kilikuwepo kesho yake, lakini Dennis hakumpa nafasi yoyote ya kumtoroka. Alimtishia na kumwambia achague kukutana naye siku ile au Dennis angeenda kuyamwaga yote anayoyajua kwenye kikao. Na huku akimtishia vitu vingi, ikiwepo kumtoa macho na kumpiga hadi sura yake isijulikane. Sasa hiyo ilimwogopesha kidogo Tristan na kumfanya akubali kuonana naye. Dennis alimsubiria Tristan kwenye ule mgahawa na Tristan mwenyewe alifika na kukaa, macho yake akiwa yamejaa wasiwasi. Maisha yake yote hakuwahi kumuona baba yake mdogo kwenye hali ile. Vipi, umeshakula? Hapo una chakula kizuri sana, ngoja nikuitie mhudumu. Dennis alimwambia Tristan, kisha akanyanyua mkono na mhudumu akaja. Tristan na Dennis wote waliagiza. Dennis alimwambia Tristan wale kwanza ndo ataongea kuhusu mambo mengine. Okay, nataka uniambie ukweli wote nyuma ya ile video ya wewe na mwenzako mkimnyanyasa mke wangu. Dennis aliuliza kwa hasira. Tristan akasema kwamba tulikuwa tukimnyanyasa baba mdogo. Emily alikuwa akinifuatilia na kunisumbua kwa muda. Kwa hiyo unataka kuniambia kuwa Emily alinijaza maneno ndio maana ukafukuzwa kazi, si ndio? Dennis alimuuliza kwa hasira, lakini tabasamu la dharau halikuondoka usoni kwake. Asa Tristan alijitetea akasema kwamba ndio, kama yule mwanamke asingekudanganya na asingekuja kwenye maisha yako, tusingegombana hivi baba mdogo. Kama isingekuwa Emily, kama isingekuwa mke wangu, huyo mwanamke ambaye unasema umetugombanisha, kama isingekuwa yeye, ungekuwa hauna kazi muda mrefu sana. Na sio kazi tu, ningehakikisha hata CV yako haifai kukufanya uajiriwe popote. Hakuna popote hapa nchini ambapo ungeenda ukapata kazi, labda kama ungeenda kufanya kazi ya usafi na utumie jina jingine. Lakini Emily alinituliza na alikutetea sana. Ndio sababu hata uliweza kumaliza zile wiki 2 kazini na ukapokea mshahara wako. Na ndio sababu hadi leo unaweza kuomba kazi popote na ukapata. Sema kingine, nitukane tena mke wangu. Dennis aliongea kwa hasira. Tristan alikuwa kimya na akiwa amebaki na mshangao tu. Nakuuliza tena kwa mara ya mwisho Tristan, unanijua kama babako mdogo. Usitaki kujua upande wangu mbaya, sawa? Kusema ukweli ndio kitakachokusaidia. Nimeshajua ukweli wote na ushahidi. Hii ni nafasi ninakupa kujirudia, sawa? Ni nafasi ambayo ninakupatia wewe pia kujirudi.
Dennis aliongea kwa kujiamini, japokuwa hakuwa akijua chochote zaidi ya aliyoambiwa na Mary. Tristan kwa sauti ya chini akasema kwamba baba mdogo, naomba unisamehe. Ukweli kwanza, msamaha baada ya Tristan. Baba mdogo, ni kwamba ile siku mimi nilimtishia Mary kukuambia kweli kuhusu yote yanayoendelea, kuwa Mary ni dada yake na mimi ni mpenzi wake wa zamani kama asipokubali kuonana na mimi, na nilimwambia kabisa kuwa nataka kukutana naye kimwili. Emily alijifikiria na kukubali. Mimi ni furahi kwa sababu Emily ndio mwanamke wa maisha yangu. Hata baada ya kuachana naye mimi sikuweza kumsahau, na niliumia zaidi alipoonyesha kunichukia mara zote nilizokutana naye. Hivyo niliona ile ndio mbinu pekee itakayomfanya awe na mimi, sababu nijua nikishalala naye hataweza kunikataa tena, kwa sababu ataogopa zaidi wewe kujua kweli. Niliwahi hotelini na kukodi chumba na kukaa nikimsubiri. Sasa alipofika aliniambia amekaa mgawani. Nilimtishia na kumwambia kwamba mimi sitaki ujanja au nitamharibia, lakini alinihakikishia ili tu tuweze kuzoeana kwanza. Sasa mimi nilimkuta ameshaagiza kinywaji na mimi niliagiza, ndipo tukaanza kuongea. Aliniambia kuwa ananichukia na kamwe hawezi kulala na mimi, kuwa natakiwa nimwache kwa amani kama yeye alivyonisahau, niache kumsumbua kwa nia na furaha. Na alinitukana kwa kweli. Kitendo kile sasa kilikera na kunifanya nimuite Mary na kumwambia tulipo. Kwa vile nilishampanga kuanzia mapema kuwa mdogo wake ananisumbua, alikuja haraka kama vile anakuja kufumania. Na kweli alimwaibisha sana Emily, na mimi nilipata ushahidi niliohitaji kwa ajili ya kumharibia Emily. Ndipo nikakutumia wewe. Tristan alikuwa akiangalia pembeni. Aliogopa hata kutazama macho ya babake mdogo. Kwa hiyo Emily hajawahi kulala na wewe? Dennis aliuliza, ni kama vile alikuwa anashindwa kabisa kujizuia. Lakini maneno ya Emily yalikuwa yanazidi kumfanya jikaze. Hapana, Emily ananichukia sana tangu tuachane, na hatujawahi kukutana zaidi ya ile siku niliyomtishia akaja pale hotelini. Okay, unaweza kwenda. Kwa hiyo baba mdogo, nitaweza kupata kazi yangu tena? Hivi mtoto nitaira au? Sasa hivi hapo umenieleza jinsi ulivyonipandikiza chuki na kunigombanisha na mke wangu. Na sasa hivi hapa anapambania maisha yake huko, na siwezi hata kwenda kwa sababu hataki kuniona. Alafu naongea nini? Tristan, ondoka mbele yangu kwa sababu nitakuua. Na mimi ndo nitakuwa mwenyekiti wa kamati ya mazishi, na kuhakikisha shimo lako litakuwa la futi 9 ikusaidia kufika jehanamu mapema. Dennis aliongea kwa hasira ambayo Tristan hajawahi kuona maisha yake yote. Tristan aliinuka haraka na kutoka huku sasa akipamia meza kadhaa. Dennis alirudi nyumbani huku moyo wake ukimuuma na akijilaumu kuipoteza nafasi yake ya kuwa na furaha na mwanamke pekee aliyempenda kwa dhati. Fanya. Timo alisema sasa akinisogezea kijiko cha mboga za majani. Timo, bwana mimi sipendi mboga, nilalamika. Timo alishusha kijiko kwa huzuni. Akasema kwamba makweli kuna vitu hata mimba haiwezi kubadilisha. Emily, damu yako iko chini, inabidi ule mboga za majani. Timo, mimi nimepewa dawa. Hiyo ndio kazi yake. Mimi sina haja ya kula mboga za majani kama na meza dawa kila siku. Emily, unanifanya mimi mjinga Emily. Mboga za majani lazima hata kama unatumia dawa. Kama hauli mboga za majani, mimi sitacheza nawe kitandani. No, hauruhusiwi kumtesa mwanamke wako hivyo Timo. Huu ni ukatili wa kijinsia. Na wewe hauruhusiwi kutokumsikiliza mwanaume wako Emily. Kama usipokula mboga za majani mama, ambazo nimekuandalia kwa upendo, hakuna mchezo wote utakaochezwa kitandani. Kwanza daktari alisema unatakiwa kupumzika. Inabidi nimsikilize, sitaki kuweka maisha ya mwanangu hatarini. Timo, alafu unajua nitakununia mwaka mzima. Yaani ukinifanyia hivyo leo mimi nitakununia. Mimi na uhakika hautaki kugombana na mama mjamzito, si ndio? Na mimi nina uhakika hautaki kunijaribu Emily, si ndio? Timo alisema huku sasa akinitazama. Nilipomtazama macho yake nilijua tu hakuwa akinitania. Nivuta mdomo na kusogeza bakuli la mboga na kuanza kula. Timo alinitazama kwa tabasamu, kisha kaniuliza kwamba nikuletee tomato sauce au parachichi.
Msikilizaji, ndio vitu nilivyopenda kuchanganya kwenye chakula changu. Nilimjibu ya kwamba niletee vyote. Nilimwambia kwa sasa nikijaribu kutafuta njia yoyote ya kulazimisha hizo mboga kooni kwangu ziweze kupita bila kutapika. Basi aliinuka akasema kwamba sawa bosi wangu. Aliinuka na kwenda jikoni, kisha karudi na tomato na parachichi nusu na miguu ya kuku. Oh, leo umepata miguu. Nimwambia kwa furaha, huku sasa nikichukua mmoja na kuanza kula. Tangu wiki iliyopita, sehemu ambayo walikuwa akiuza miguu ya kuku jioni hawakufungua. Baadhi ya watu walisema kwamba huyo mama amepata msiba. Kwa sasa Timo aliniambia kwamba ilibidi nikaisake bwana, nilipotoka kazini leo. Nilikuwa nimemisi kuliona hili tabasamu lako ukiwa unakula hiyo miguu. Timo aliniambia hivyo. Nilimgeukia na kumsogelea nikambusu shavu lake, lakini kabla sijafika tu alinikwepa. Nikamuuliza kwamba kwa hiyo haunitaki tena Timo? Nimuuliza kwa hasira. Timo alinisogelea na kunibusu shavu. Akasema kwamba unajua kabisa mimi nakutaka sana, lakini mdomo wako, mashavu yako na mikono yako imejaa mafuta ya mwili wangu. Timo aliniambia kistaarabu tu, lakini haikusaidia kitu. Nilimvuta na kumbusu shavu. Nikamwambia kwamba hapo sawa, wote tunafanana sasa. Nimwambia hivyo. Timo alicheka sana na kuamua kubaki hivyo pembeni yangu. Paka nilipomaliza kula, uso wake wote ulijaa mafuta kwa sababu kila nilipomaliza kula mguu nilimbusu tena na kunibishia tena awamu hii. Sasa bwana, mimba yangu imefikisha miezi 6. Leo ni siku ya kliniki na siku ambayo tutaenda kumwangalia mtoto wangu na kusikia moyo wake ukidunda na nitaweza kujua jinsia yake. Niliamka nikiwa na shauku ya kufika hospitali. Japo Timo alihakikisha kwamba ninatulia, aliniandalia nguo za kuvaa, akanisaidia kunipaka mafuta miguuni na kunivalisha viatu, kisha tukaingia kwenye gari na kuondoka. Tulifika hospitali mapema tu, tulikuwa 4 kumuona daktari. Mtoto wangu amekuwa rafiki yangu kwa miezi 6. Miezi yote 6 mimi sikuwa mpweke, alikuwepo na mimi. Na kumbuka siku ya kwanza kumsikia akisogea nilikuwa chumbani nikiangalia kompyuta yangu ambapo nilikutana na picha Dennis. Nilimpiga hiyo picha siku moja asubuhi, alikuwa bado yuko usingizini. Ni kati ya picha zake ninazozipenda sana. Nijikuta nikipata huzuni kuwa mwanangu atakuwa mbali na babake. Sio maisha niliyotamani mwanangu aishi, sio kabisa. Nikiwa katika hiyo huzuni, mwanangu alipiga teke lake la kwanza. Huzuni yangu iligeuka haraka na kuwa kicheko. Siku nzima iliisha nikilipapasa tumbo langu na kuongea naye. Na leo ninapata nafasi ya kumuona. Moyo wangu ulijaa furaha isiyoelezeka. Daktari alisogeza kifaa chake tumboni kwangu, huku sasa akiangalia kwenye kioo cha runinga ambacho kilimuonesha mwanangu. Machozi ya furaha yalianza kunilenga-lenga. Nimefanya makosa mengi maishani mwangu, lakini huyu mtoto hajawahi kuwa kosa. Hata kama nitapitia shida gani, lakini mwanangu amekuwa ni zaidi ya baraka. Daktari alisema kwamba Emil, hebu tazama vizuri hapa. Daktari aliniambia sasa akionyesha sehemu kwenye ile runinga. Nilituliza macho yangu pale na kumsikia akisogeza kifaa chake kilichokuwa tumboni. Moyo wangu ulisimama kwa muda nilipoona kitu kingine pembeni ya mwanangu. Akili yangu iliendelea kujishauri, lakini maneno ya daktari yalitilia mkazo kitu nilichowaza. Daktari alisema kwamba hongera sana, una watoto 2 tumboni kwako. Inaonekana mmoja alijificha nyuma ya mwenzake mara ya kwanza tulipofanya vipimo, lakini kwa sasa wamekuwa. Alijitahidi kujificha lakini tumemwona. Hongera sana. Maneno ya daktari yalikuwa kama nyimbo masikioni mwangu. Mapacha. Nina watoto 2 tumboni kwangu. Mmoja wa kiume, mwingine wa kike. Nilishindwa kuzuia machozi ya furaha. Timo alinikumbatia huku sasa akiniteremshia mabusu tele. Daktari akasema kwamba na sasa hii inamaanisha kwamba unatakiwa upumzike zaidi. Watoto wengi humaanisha hatari kubwa zaidi. Kwa hiyo usifanye kazi kabisa. Kazi ngumu usifanye. Timo akauliza kwamba kwa hiyo daktari, haturuhusiwi hata kucheza mchezo kitandani? Timo aliuliza. Ilibidi nimpige mkono wake sababu aliniaibisha. Daktari alicheka kidogo kisha akajibu kwamba mkifanikiwa kupata njia ambayo haitamchosha basi hakuna shida, lakini pia siwashauri mfanye kila siku ya wiki, angalau kila baada ya siku moja au zaidi. Timo alitikia na kutabasamu. Aliona hata hizo siku 2 au siku 3 kwa wiki zinatosha sana. Tuliagana na daktari kisha tukarudi nyumbani. Tulipofika nyumbani simu yangu iliita. Ilikuwa ni namba ngeni kwenye simu yangu.
Sijazoea namba ngeni kwa sababu hata wateja huwa wanapiga kwenye namba ya ofisi. Na kwa kipindi hiki sina mtu wa kuwasiliana naye zaidi ya Timo asipokuwa nyumbani. Sasa nilipokea simu na kuweka sikioni. Nikasema kwamba hello. Sauti niliyoisikia ilisema kwamba Emily, mke wangu. Sauti yake ilipenya masikioni kwangu hadi moyoni kwangu na kuamsha moyo wangu uliosinzia. Ilitonesha kidonda kilichokuwa moyoni mwangu, na kama wanangu walielewa nilivyojisikia, nilipokea mateke kutoka kila upande. Dennis aliniita tena jina langu na kunifanya nitambue kwamba haikuwa ndoto. Timo alikuwa ametulia akinitazama kama vile akisubiri nimwambie nani aliyenipigia. Nivuta pumzi kukusanya nguvu zote nilizokuwa nazo mwilini mwangu kabla kumjibu maneno ambayo ni kama angeuchana moyo wake na wa kwangu. Unataka nini Dennis? Unaendeleaje mke wangu? Naendelea vizuri Dennis. Kama unanipigia kujua naendeleaje baada ya wewe kunikwepa na kutokunitafuta miezi yote 4 tangu niondoke kwako, basi naendelea vizuri kabisa Dennis. Nilimjibu huku sasa nikimtazama Timo ambaye macho yake alionyesha namna gani alivyoumia, lakini alijitahidi tu kuficha kwa kuondoka sebleni akijifanya anaenda kuongea na simu. Mimi naomba unisamehe mke wangu, lakini nilikutafuta sana lakini namba yako haipatikani. Hadi hivi karibuni ndo nimepata wazo kuwa labda umeniblock. Ndio ikabidi nitafute namba nyingine nijaribu kukupigia. Natumai nimekupata mke wangu. Hongera Dennis. Kwa unataka nini Dennis? Mimi nimekuacha kama ulivyotaka, lakini nashangaa mpaka leo bado haujanitumia makaratasi ya talaka. Ninahitaji talaka Dennis. Emily, mimi nakupenda sana. Na najua na mimba yangu. Natamani unipe nafasi ya kuwa baba mwanangu. Talaka Dennis. Ukishanipa talaka tutaongea kuhusu wewe kuwepo kwenye maisha ya watoto wako. Uwe na siku njema. Na naomba usinisumbue kwa sababu awamu hii nitabadili namba kabisa. Nilimwambia kisha nikakata simu. Machozi yalinitoka taratibu machoni kwangu. Muda huo wanangu nao walinipiga mateke, ni kama kunifariji. Nikajikuta nikicheka tu. Baada ya mimi kumaliza tu kuongea na simu, Timo alirudi. Najua alikuwa akinisikiliza na aliumia. Sikuweza kuficha kwamba nilikuwa nikilia. Kidonda changu kilifunguka upya. Maneno niliyomwambia Dennis ni kinyume kabisa ya kile ninachotaka moyoni mwangu. Lakini nimeshamwahidi Timo kuwa mimi ni wake. Timo amekuwa na mimi pale ambapo kila mtu wa maana kwangu aliponipa mgongo. Kwa hiyo mimi siwezi kumwacha mtu wa namna hiyo ili kumfuata mume wangu ambaye aliona ni bora kuniacha kuliko kunisikiliza. Asa Timo kwa hasira akauliza kwamba mume wako alikuwa anataka nini? Ni ex. Dennis ni ex wangu. Na atabaki kwa hivyo. Alikuwa tu akiuliza mimi na mtoto wake tunaendeleaje, na sikumbuki kumwambia kuamini mjamzito, sikumbuki. Nilimwambia Timo huku sasa nikimtazama kwa hasira. Hakuwa na haki ya kutoa taarifa zangu. Kama ningetaka kumpa taarifa ningemwambia mwenyewe. Sasa Timo akasema kwamba nisamehe Emily. Mimi nilichanganyikiwa ulipozidiwa na daktari alitaka taarifa kuhusu damu ya baba mtoto. Ilikuwa ndio njia pekee ya kuokoa maisha yako na ya mwanao. Hivyo hata mimi sikufikiria nilipochukua namba yake na kumpigia. Kitu pekee nilichokuwa nawaza ni uzima wenu. Kwa hiyo nisamehe sana Emily. Hata ulipopona mimi sikukupa taarifa kwa sababu sikudhani kama sikudhania kama angekutafuta. Timo alijielezea, lakini moyo wangu uliwaza vingine. Labda hakutaka kuniambia kwa sababu alijua alifahamu hili lingetokea. Labda kutaka mimi niwasiliane tena na Dennis, lakini sina hata haki ya kumlalamikia. Yeye alikuwepo upande wangu wakati Dennis aliponikana. Amenisaidia kuwatunza watoto na ni watoto wa mwanaume mwingine. Kwa hiyo naweza nikasema ya kwamba huo ni zaidi ya upendo na siku tayari kumuumiza. Okay Timo, ulikuwa sawa kabisa kwa sababu kitu pekee ninachotaka ni kukaa mbali na sitaki kabisa kuwa naye karibu. Sikutamani hata ajue kuhusu watoto. Mimi nitamani tu niwafiche peke yangu, lakini hilo linaonekana halitawezekana. Nilisema huku sasa nikipapasa tumbo langu. Japo moyo wangu ulitaka kingine, mdomo wangu ulisema kingine. Sitajisamehe kama nikimuumiza mwanaume pekee aliyekuwa upande wangu katika kipindi chote hiki.
Timu alinitazama na kutabasamu, kisha akapiga hatua kunifuata nilipokuwa nimekaa. Alikaa chini na kunivua viatu, huku sasa akianza kunichua miguu taratibu. Mwili wangu ulipata unafuu ambao hata sikujua kama na uhitaji. Sasa Timu akaniuliza kwamba unajua nikimaliza hapa nitakuletea nini? Aliuliza hivyo huku sasa akiendelea kuchua miguu yangu. Nitikisa kichwa changu kuonesha hapana. Timu akasema kwamba nitaenda kukuletea kitu unachohitaji ili kuondoa hiyo huzuni machoni mwako. Emila, hauna haja ya kuhuzunika, mimi niko hapa bwana. Na nishakwambia mwanzoni na nitarudia tena. Niko tayari kuwa chochote unachohitaji, sawa? Niko tayari kuwa chochote unachohitaji niwe. Kwangu furaha yako ni ya muhimu sana. Maamuzi yote utakayofanya mimi nitakuwa hapa kukuunga mkono Emil. Hata kama itabidi mimi kuondoka maishani mwako, lakini kama hiyo ndio itakupa furaha basi mimi nitakuwa na furaha pia. Timu alitulia kidogo na kuchukua kitambaa kibichi na kuanza kufuta vumbi miguuni kabla hajanipaka mafuta na kunivalisha soksi. Kisha kaniambia kwamba Emil, haijalishi hatima yetu kutokea hapa. Aliinuka na kunibusu shavu langu ambalo lilijaa machozi. Alienda jikoni akarudi na ice cream. Tabasamu lilijaa mdomoni kwangu. Timu alifungua na kunipa na kijiko. Sasa Timu akasema kwamba nataka ujue kwamba kwa hii miezi michache umenifanya mwanaume mwenye furaha sana. Hata ukiondoka Emil, mimi nitabaki na hizo kumbukumbu za kipindi ambacho hakiwezi kufutika kilini kwangu. Na kwa hilo utabaki kuwa mtu muhimu sana maishani mwangu. Sio wewe tu, hata watoto wako. Timu alisema na kuniboost tena. Nijaribu kufungua mdomo nimjibu, lakini sauti haikutoka. Mimi sikuwa hata na neno la kusema wala kumwambia. Niliishia kuitikia kwa kichwa tu, huku machozi yakiteremka mashavuni kwangu, huku sasa nikijaribu kunyamazisha kilio changu kwa kujishindilia vijiko vilivyojaa ice cream. Msikilizaji, turudi upande wa Dennis. Dennis anasema ya kwamba kizunguzungu kilinipata. Ukungu ulijaa machoni mwangu. Mkojo kila wakati. Jasho lisiloisha. Kwa miaka yote nimeshazizoea hizi dalili. Ingekuwa kipindi cha nyuma ningeharakisha kujipima, nitumie dawa au niende hospitali. Lakini kwa sasa kuna faida gani? Kuna faida gani kwenda hospitali? Kuna faida gani kuhangaika kuokoa maisha yangu kama mke wangu na mwanangu anataka? Simu yangu iliita tena kwa mara ya 1000 kama sikosei. Ningejaribu kuangalia nani ananipigia, lakini matumaini ya kupigiwa na mke wangu yalishakufa. Hivyo mwingine yeyote hana maana. Niliendelea kugeuka tu kitandani nikiusikiliza mwili wangu ukifa taratibu. Msikilizaji, kufa si mchezo. Maumivu nilikuwa ninapata, jasho bado sio ni vizuri. Kama Israeli mtoa roho yupo, basi natamani aje tu mapema niepushie hiki kikombe. Nifike jehanamu mapema, kwa sababu najua peponi sio kwangu. Najua shetani ameshanitunzia nafasi pembeni ya kiti chake. Sijui kama mke wangu atalia nikisha kufa. Mwili wangu na mwanangu ambaye natamani afanane na mama yake kuanzia sura hadi tabia. Sijui kama atakuja msibani kwangu. Lakini hata asipokuja nina amani, kwa sababu kila kitu changu nitamwachia yeye na mwanangu. Yeye ndio mwanamke pekee alionipenda na mapungufu yangu. Haikuwa kwa sababu ya pesa, umaarufu wangu au muonekano. Alinipenda mimi kama mimi, pamoja na madhaifu yangu yote. Akachukua na kunipa tumaini jipya la kuishi. Yaani mtoto. Oh, Emily, angalau nina furaha. Mawazo yangu ya mwisho yatakuwa ni kuhusu wewe Emily. Nilifunga macho yangu na kuiona sura yake akiwa yuko serious, anahangaika kunitengenezea kola na tai. Nikamwona akiwa chini yangu analia akiita jina langu Dennis. Sauti yake ni bora kuliko mziki wote. Nilisikia mtu akigonga mlango wa sebuleni kwa mbali. Watapata shida sana kwa sababu nimeshafunga milango yote. Nimeshaikubali hatima yangu. Angalau kwenye historia ya marehemu itasemekana nimeacha mke ambaye ni mjamzito. Nijikuta nikitabasamu tu kufikiria kuwa Emily ni mke wangu na amembeba mwanangu tumboni kwake. Inanipa furaha tosha ya kunivusha kutoka haya maisha kwenda mengine. Niko tayari kuonana na Israeli sasa. Macho yangu yalianza kuwa mazito. Nikavuta pumzi na kuruhusu yafunge kwa mara ya mwisho. Huku picha ya Emily anayecheka huku akinitazama
Niliendelea kucheza kwenye ubongo wangu hadi ilipofifia. Nilifungua macho nikiwa kwenye chumba cheupe peke yangu. Akili yangu ilizunguka haraka na nilitamani hata kucheka. Ama kweli watu ni waongo sana. Wanasemaga ukifa unapitia mabadiliko ya mwili ambapo utapata maumivu yasiyoelezeka. Kuna wengine wanasema unakuja kuojiwa kaburini, au labda bado sijazikwa, au hiki ndio chumba cha kusubiri kuojiwa. Jehanamu. Sidhani kama jehanamu kuko hivi. Yaani nitegemea ningeshaona watu wakirukaruka kwenye moto. Nione viumbe vya ajabu venye mapembe. Mbona hapa pametulia sasa? Au labda niko peponi? Lakini mimi nisikia kule ni kuimba tu na kusifu. Au mtu ukifika unapewa chumba cha kupumzika uzoe mazingira. Lakini ninachojua ni kitu kimoja tu, sistahili kuwa peponi. Afu mbona bado sijamuona Israeli? Kichwa changu kilikuwa na maswali yasiyoisha, msikilizaji. Mimi nilijua siwezi kupata majibu na niliamua kutulia tu. Popote nilipo mwenyeji wangu atakuja tu kunichukua, na hapo ndo nitaelewa kama akiwa jini, haya. Kama akiwa malaika, sawa. Mimi nimeshakubali hatima yote itakayoniangukia. So baada ya kusubiri sana, mlango ulifunguliwa na akaingia dada yangu Matilda. Nilishtuka kidogo. Nini kimempata Matilda hadi na yeye awe hapa? Au alipata ajali nini? Sasa mbona ana hata makovu? Hata hivyo ni mwili mpya, hawezi kuwa na makovu. Nibaki nikimshangaa, nikimsubiri aseme neno litakalo nielewesha. Dada yangu aliniita huku machozi yakimlengalenga na akaniuliza, vipi, unaendeleaje? Aliniuliza kwa upole huku sasa akipapasa shavu langu taratibu. Ile dada yangu bwana. Yaani anauliza naendeleaje? Naendeleaje? Kwa nini ameniuliza hivyo? Akili yangu ilianza kuwaza kitu cha tofauti. Labda sijafa, lakini nitakuwa wapi sasa? Hapo ndipo nigeuza kichwa changu vizuri na kuona mashine ninayoijua vizuri sana. Wow. Niko hospitali. Mdomo wangu ulioropoka. Matilda akasema kwamba ndio, uko hospitali Dennis. Matilda alisema huku akinipapasa nywele zangu kama kunipoza. Lakini hakuna kitu cha kupoza hasira zangu bwana. Kwa hasira nikasema kwamba nani kawaambia mniokoe Mati? Nani amewapa ruhusa? Simpeniacha nife. Niliongea kwa hasira hadi dada yangu alishtuka na kusogea nyuma kidogo huku mkono wake ukifunika mdomo wake. Dada yangu akasema kwamba Dennis, sisi tulijua umezidiwa, kumbe. Machozi yalimtoka, hakuweza kumalizia maneno yake. Na mimi nikasema kwamba ndio, nataka kufa. Sitaki matibabu yoyote, nataka kufa. Nilianza kuongea huku sasa nikitingisha mkono wangu ambao ulikuwa na drip. Chochote alichonipa kilinisaidia sana. Nilikuwa na nguvu, naweza hata kuinuka hapa na kukimbia. Kuhangaika kwangu kulisababisha ile drip kutoka pamoja na sindano iliyokuwa kwenye mshipa. Kitu kilichosababisha damu ianze kutiririka kutoka mkononi kwangu. Matilda alipiga kelele na kutoka haraka sana. Nilijua anaenda kuita madaktari, hivyo sina muda wa kujizungusha hapa kama nataka kutoroka. Nilipotezea maumivu yaliyokuwa yanatoka mkononi kwangu. Niliwaza kama nikitoka haraka ninaweza kufika pale lami chapchap, na kama bahati iko upande wangu basi nikakutana na fuso ambalo litanigonga. I said nina uhakika hapo hakuna jinsi ya kuniokoa, lakini cha msingi nitoroke tu. Yaani hata kama nikitoka nikakutana na gari likanigonga, mimi nitaenjoy sana. So nilifanikiwa kutoka chumbani. Nilidhani mwili wangu una nguvu ya kukimbia, lakini ilikuwa ni uongo. Hatua zangu zenyewe zilikuwa za shida, lakini sikukata tamaa. Nikiwa katika harakati zangu za kutoroka, dada yangu na nesi walitokezea mbele yangu. Nesi aliponiona tu alimuita mwingine ambaye alikuja na kiti cha matairi. Walinikalisha kwa nguvu huku yule mmoja akihangaika kuzuia damu inayotoka mkononi mwangu. Kwa hasira nikasema kwamba naombeni mniache nyewe wanawake. Yaani nyewe wanawake naombeni mniache. Kwani kuna shida gani mkiniacha mimi na maisha yangu? Niliongea kwa hasira. Nikamgeukia dada yangu ambaye alikuwa akitoa machozi tu. Nikamwambia kwamba maisha ni ya kwangu Mati, sawa Hata nikitaka kufa ni mimi. Simniache jamani. Nilikuwa nalalamika kwa nguvu huku wale manesi wakiwa hata hawanisikilizi. Walinirudisha chumbani ambapo shuka lilishabadilishwa. Niliendelea kulalamika nikasema kwamba sitaki matibabu jamani, mimi ni mgonjwa na nina haki ya kukataa matibabu. Niliendelea kulalamika lakini yule nesi hata kunisikiliza. Alimtazama tu dada yangu ambaye alimwambia aendelee.
Manesi wengine wawili walikuja na kunishika nisihangaike. Sasa nikasema ya kwamba unajua nitawalipisha fidia. Ole wenu nipone, yani ole wenu yani mumuombe Mungu nife tu. Nikipona nitatumia pesa zangu zote kutafuta mwanasheria niwalipishe fidia kwa sababu mmevunja haki ya mgonjwa. Niliongea sana lakini nilitulia. Mdomo wangu ulipoanza kuwa mzito baada ya sindano alionichoma yule nesi. Haikuchukua muda. Nilipata usingizi mzuri tu. Nilipofumbua macho yangu ni kama vile ukoo mzima ulikuwepo pale. Kakaangu Michael alikuwepo, ambaye ni babake Tristan, na dada zangu wawili Matrida na Deborah. Wote walikuwepo. Nilipogeuza tu kichwa changu, wote waligeuka kunitazama. Hasira zangu hazikuisha. Nilitamani kuanza kuwapa risala mpya kuwa nina haki ya kufa kama nikiamua, lakini mdomo wangu ulikuwa mzito. Matrida alikuwa akilia upya. Deborah naye machozi alimlengalenga. Michael alikuwa mkavu. Yeye ndo kaka wa familia. Kama angelia hata mimi ningemcheka. Michael alisogea pembeni na kunipiga bega kama kunifariji. Kakaangu akaujia kwamba tatizo nini Dennis? Nitabasamu kwa dharau na kutingisha kichwa. Michael yeye akasema kwamba niliongea na mwanasheria wako na ameniambia kuwa uliwasilisha wosia wako wa mirathi siku 3 zilizopita. Kwa hiyo hapa una chaguzi mbili tu Dennis. Uniambie kinachokusumbua hadi utake kujiua, au sisi tutumie mamlaka yetu kama ndugu zako tukufungie mirembe. Michael aliniambia hivyo. Nilitabasamu tena kwa dharau sana. Deborah alikuja pembeni. Ni dada yangu aliyenitangulia, ameniacha miaka 3 tu. Kwa hiyo utoto wangu wote nilicheza naye. Deborah huku akilia akasema kwamba Dennis, sisi ndo familia yako. Sijui nini kinachokufanya uwe hivi, lakini wewe ni wa thamani sana kwetu Dennis. Hatutamani kukupoteza. Chochote unachopitia sisi ni familia yako. Tuko hapo Deni. Kwa nini lakini usiniache mwenyewe Dennis mdogo wangu? Baada ya Deborah kutamka hivyo, nilimtazama tu. Kisha akaendelea kusema kwamba tafadhali nakuomba sana usituache. Unachopitia sisi ni familia yako na tupo hapo Deno. Nakuomba sana Deno. Deborah alitamka jina langu la utotoni. Deno. Ni jina ambalo yeye ndo alilianzisha baada ya familia nzima kuwa inamuita Debo. Aliona sio sawa kuharibiwa jina peke yake, hivyo akaamua kuharibu na la kwangu kuniita Deno. Nilianza kama utani tu, maana familia nyingi majina ya Deborah wanaitaga Debo. Sasa na mimi akaanza kuniita Deno. Nilianza kama utani lakini lilikuja kuzoeleka kabisa. Lakini hilo jina ndo liliimarisha urafiki baina yangu na Deborah. Uchungu ulinijaa moyoni. Kumbukumbu zangu za utotoni na Deborah zilivyoanza kucheza kwenye akili yangu, nilipata uchungu sana. Sasa nilimuuliza rafiki yangu utotoni. Nikamwambia kwamba sasa nina thamani gani kama mke wangu na mwanangu wanitaki tena? Mke wangu anataka talaka, hataki hata kunisikia kutokana na jinsi nilivyomuumiza. Nina thamani gani hapa duniani Debo? Nimuuliza hivyo Deborah. Kila mtu alishangaa kwa stali yake. Mwingine aliziba mdomo, mwingine alishika kiuno. Kakaangu alinipa mgongo kabisa. Debo aliendelea kunibembeleza akasema kwamba Deno, hakuna ugomvi usio na suluhisho. Mkiongea kila kitu kinaweza kikawa sawa Deno. Nilimjibu Deborah nikasema kwamba hivi nafikiri sijamtafuta. Nimemtafuta sana lakini akanambia anataka talaka. Sasa si bora nife kuliko kumpa talaka? Angalau historia ya marehemu itasemekana nimeacha mke na mtoto. Nilimjibu Deborah ambaye machozi yalimshuka tu. Asa kakangu Michael akasema kwamba mwache ujinga Dennis. Naomba nipatie namba za mke wako. Nikamwambia kwamba nyie yani mnapoteza muda wenu tu kumtafuta. Yani ni kwamba hataki hata kunisikia. Kakangu alisisitiza akasema kwamba hilo niachie mimi nihangaike nalo Dennis. Nipe namba zake, alafu ule chakula. Kakangu alisisitiza hivyo.
Sikuona umuhimu wa kubishana naye, niliamua kumwacha ajionee mwenyewe. Kwanza nilimwambia kakangu ya kwamba angalia kwenye simu yangu nimemsave Emiliana wife. Basi dada zangu walinishindilia chakula huku wakinipa taarifa kuwa Mary na Tristan wamesharudi kutoka kwenye fungate yao. Kwa hiyo tujiandae, muda wote watu wataanza kula maembe mabichi. Walicheka sasa wakikumbushana matukio ya harusi ile ambayo kwangu ilikuwa ni kama hukumu. Nilazimika kwenda japo niliwachukia wote niliwachukia. Msikilizaji, mpaka kufikia hapa naomba nirejee comment ya shabiki mmoja kati ya wengi sana ambao wamecomment katika sehemu ya pili. Huyu shabiki ama msikilizaji wangu huyu anaitwa Lina Philip. Alisema kwamba jamani, Sterling ana kisukari, mwisho wa hii story unaweza kuwa wa huzuni kama Kian. Ni comment ambayo kwake imepata like nyingi. Huenda ndio kawa ni mwisho wa musika wetu huyu Sterling wetu Dennis. Sio lazima afike mwisho. Kwa hiyo bado pia kwa upande wa Emil, sasa hivi yupo kwenye penzi na rafiki yake wa muda mrefu, mtu ambaye wameshirikiana katika majukumu ya kikazi, ambaye ni Timo. Timo anampenda, Timo anamdekeza. Japo Timo naye anafahamu kwamba mtoto aliyomo tumboni sio kwake, lakini amekubali kumpenda yeye na mtoto wake. Na msimamo wa Emil, anahitaji talaka. Hataki kusikia chochote kuhusu Dennis. Sasa Michael amehitaji namba ya mke wa Dennis ambaye ni Emil ili yeye aweze kuzungumza naye. Tunajiuliza, Emil atalegeza kamba kurudi kwa mume wake, yani kurudi kwa mume wake, ama itakuwaje? Kwa maisha matamu ambayo anaishi na Timo, raha anazopata kitandani kila muda anapojisikia, jinsi anavyodekezwa, atamwacha Timo hivi arudi kwa Dennis? Kisa Dennis yupo katika hatua ya mwisho ya kuaga dunia. Na je, atakubali kuachana na Timo ili kuweza kumrudia Dennis waweze kuwa pamoja? Hii ngoma bado mbichi msikilizaji. Hii ngoma bado mbichi. Anaweza karudi kwa Dennis na wakaendelea kama mme na mke. Sasa kwa utamu wote uliokuwa anaopata yeye na Timo, unadhani Timo hata kama atakubali Emily arudi kwa mume wake, unadhani Emily hatoendelea kuchiti kumsaliti Dennis? Usaliti ni mbaya sana msikilizaji. Ukishaanza tu kuchiti, nakuomba sana usicheat. Don't cheat. Hata kama wakirudiana hawa, unadhani itakuwa ni vyepesi kiasi gani Emily kuja kusahau raha zote ambazo alikuwa anapata kwa Timo? Hii ngoma bado mbichi sana msikilizaji. Tukutane sehemu ya 4 kuweza kufahamu mengi zaidi, ikiwa ni pamoja na Emily atakubali kurudi kwa Dennis. Mtayarishaji ni Chuchu, langu jina ni Lucas Lumbas. God be with you till we meet again. Bye bye.